kwamba ni kweli tuna uhuru wa maoni ambao upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini uhuru wako unapaswa kuishia pindi pale unapobuguzi uhuru wa mtu mwingine, unapoteza misingi ya utu wa mtu, unapozalilisha utu wa mtu, unapoondoa thamani ya mtu kuonekana kama mwanadamu, kwamba uhuru huo unapaswa kuzuia haraka iwezekanavyo. Tanzania kwa sasa tunahitaji lugha za uponyaji. Hatuhitaji lugha ambazo zitawagawa Watanzania. Na maanisha nini? Ninachomaanisha kwamba tuache kauli za kidini, tujenge taifa, tujenge maridhiano kama familia. Wanasema, wenye busara walisema, yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Maana yake ndwele ni umasikini katika Kiswahili fasaha. Kwa maana yake hatuwezi kukumbatia umasikini na hatuwezi kukumbatia mawazo ya kimwafidhini. Na ndio maana tumesema kwamba tunajenga maridhiano. Na siku zote taifa lenye maridhiano ni taifa linalotumia busara, sio hasira. Kauli za udini ni moto, ni sumu katika taifa. Maridhiano ni maji ya kuzima moto huo. Umoja wetu ndio msingi wa yote kuliko tofauti za kimani zetu. Tuilinde na kuijenga Tanzania yetu, kwa sababu tunakwenda katika maridhiano, lakini hatupaswi kutengeneza vita mpya au kutengeneza mgogoro mpya, migogoro ya udini. Sisi tunasimama kama taifa, tupo katika udugu wa kitaifa na udugu wenye asili ya ubinadamu, kwa sababu sote tunaamini, wenye dini na wasiokuwa na dini wanaamini kwamba binadamu ana chanzo, na chanzo cha binadamu wengine wanasema ni Nabii Adam, Nabii Hawa, wengine wanasema Adam na Eva, lakini wakimlenga mtu mmoja, kwamba huu ndio udugu wa asili kabisa toka kuumbwa kwa mwanadamu. Sasa udugu huu haupaswi kutenganishwa katika namna yoyote na mtu yoyote, hata weje. Tumeona baadhi ya kauli ambazo si njema, ambazo kauli hizo tunaamini kwamba zimetolewa na watu